Ndugu Askofu, Mheshimiwa Rais Adem, ndugu maskofu, wachungaji, wafiwa, familia pamoja na waombolezaji wote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, ama kwa ufupi kabisa, tumeweza kupokea taarifa hii ya msiba kwa masikitiko makubwa mno. Lakini yote ya yote tunasema ni kazi ya Mungu, haina makosa. Wakati tunapata taarifa hizi, ndugu Mheshimiwa Askofu, nafikiri tulikuwa kwenye kikao. Yaani tumepata taarifa hii ndani ya kikao, tukaamua kuahirisha kikao kwa baadhi ya mambo muhimu ambayo tulikuwa tunayazungumzia kwa ajili ya mustakabali wa chuo kizima kwa ujumla. Kwa hiyo ni jinsi gani tuliguswa na hili, tukaamua kuongozana na wenzetu ambaye ni mtumishi pia katika upande wa imani, lakini katika upande wa chuo ndo msemaji mkuu wa serikali ya wanachuo na ndo mwakilishi wa chuo kizima katika kampasi ya Bagamoyo. Hususan kiitifaki ni mkuu katika vyuo vyote vya uongozi katika Tanzania, kimaanisha kwamba ADEM iliyopo Bagamoyo, Mwanza pamoja na Mbeya. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ufupi, tuendelee kuwapa faraja familia, tuendelee kuwatia moyo, tuendelee kuwatia nguvu ili waone kwamba tuko pamoja katika hili, tuendelee kuwasupport pale inapokuwa inawezekana. Kwa haya machache ningeomba tu na mwenzangu pia ambaye tumeambatana naye, tulikuwa na misiba miwili. Huyu mwenzetu alifiwa na mama mkwe wake. Kwa hiyo alipitiliza msibani kule, tukamwacha njiani, sisi tukapitiliza tukafika huku. Kwa hiyo ningeomba pia na yeye ajitambulishe tu, aseme kabla ya mimi kuhitimiza. Nipende tu kuwapa pole kwa sababu sina mengi ya kusema, lakini kikubwa tu ni kutiana faraja na kuendelea kuwapa moyo wafiwa, sababu kuondokewa ni jambo kubwa sana. Lisikie kwa mwenzako, ile kikupata wewe utajua uzito wake ni upi. Kwa hiyo tuendelee kuombeana, Mungu atukubali. Mungu ni mwema wakati wote Mungu ni mwema. Ndugu, kwa majina mimi naitwa Zuberi Musa. Chukua babangu ni kama jina la marehemu lilivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa ASO, niombe tu kwa uchache haya toshe kuiwakilisha ASO kwa ujumla. Asante sana, Mungu akubariki na tuendelee kututia nguvu katika majonzi haya.